So guys, I'm very shocked. Mimi nimeshtuka na ni kitu ambacho kimenishangaza pia vile baada ya kuona msikiti ambao ndio moja ya misikiti mitano bora na misikiti mikubwa bora zaidi duniani, waumini ambao wameungana kwenda pale kwa minajili ya kuswali swala ya Idi wameweza kufurushwa kwa vitoa machozi ambavyo vimeweza kutolewa na askari ama kuweza kutolewa na wanajeshi wa nchi ya Iran, ambapo wameonyesha kwamba waumini hawa hawaruhusiwi kufanya ibada yao pale kwenye ule msikiti, ambapo ni msikiti ulioweza kufungwa pale ambapo vita kati ya Iran pamoja na Israel na nchi ya Amerika ambao walikuwa wamekuja kwa pamoja na kufanya mapinduzi mpaka akafikia wakati yule ambaye ni kiongozi wa Uislamu ndani ya Iran akaweza kuuliwa, na baadhi ya viongozi wa nchi ya Iran pia vile ambao ni mashuhuri na wanajulikana ambao waliweza kuuliwa kwenye hivi vita hivi ambao vinaendelea mpaka leo tarehe 20 tunavyoendelea kuongea hapa, mwezi wa 3 mwaka 2026, ikielekea wiki ya 3. Kila siku, kila masaa, kila wakati vipo mabomu ambayo yanapigwa kila sehemu za nchi za Uarabuni, ambao tulitazamia wakati wa Ramadhani kama huno ama wakati ambao tumepita wa Ramadhani ambao tuliwacha jana, ni wakati ambao waumini wenye dini ya Kiislamu ama kwenye nchi ambazo tunaamini ya kwamba asilimia kubwa ya wale watu wanaoishi kwenye zile nchi ni watu ambao ni Waislamu. Hivyo basi tulitazamia kwamba watageuza njia ya kuishi ama vile ambavyo wanapaswa kuishi, na at least waache huno msimu at least wa Ramadhani uweze kuisha, ndio warudie kwenye ule mazungumzo yao, waone kama watasaidiana vipi ili mradi masuala mazima ya vita haya yaweze kuisha. Lakini sasa cha maajabu, serikali ya Iran ambapo msikiti huu uko kati ya Palestine na Israeli, ambapo Waisraeli wameenda na kuwakataza Waisraeli, kama nimekosea mara ya kwanza hapo, nimesema kwamba Waisraeli ndio ambao wanahusika ama jeshi la Israeli ndilo ambalo linahusika na kumkataza Muislamu kuswali kwenye Masjid Aqsa, ambao wamesema kwamba hawaruhusiwi kwa sababu ule msikiti umeweza kufungwa mpaka sasa. Hivyo basi waumini wote hawaruhusiwi kuswali pale, ambapo ni swala zito sana ambalo mimi nimeliona hili na nikasema nilifikisha hapa ili tuweze kujadiliana, kuzungumza 1-2, ili mradi niweze kusikiliza maoni yako, nisome maoni yako, nawe pia usikie maoni yangu ninayoyatoa kwa minajili ya vitu ambavyo vinaendelea hivi, kwa sababu vile ambavyo Muamerika pamoja na Muisraeli alivyokuwa akisema atampiga Muiran, na sababu kubwa yake ya kumpiga Muiran, nadhani hakuna sababu ambayo ilitolewa kwenye gazeti ama kwenye vyombo vya habari ambapo ilionekana kwamba Muiran anapigwa kwa sababu ya dini yake, na wala Muisraeli hajatamka kusema kwamba anampiga Muiran kwa sababu ya dini yake ya Kiislamu. Na yule pia Muamerika kule pia vile kiongozi wa Amerika ambaye ni Donald Trump hajatoa kauli na kusema kwamba anataka kumpiga Muiran kwa sababu ya dini yake. Lakini kama una akili yako vizuri, wewe mwenyewe tayari utaona wazi kabisa kwamba Muiran, moja ya kitu ambacho anapigwa nacho ni dini yake ya Kiislamu, ambayo yule mzee Ayatollah ambao ndani ya nchi ya Iran pale ambao alikuwa ameizuilia na kuishikilia na kukamata na kukataa kabisa kuiachilia. Ni vitu ambavyo nchi kama ya Israel, nchi kama ya Amerika haikufurahia kamwe. Ilitaka sana iweze kufanya mapinduzi ya ile serikali ambayo iko pale, ambayo ilikuwa imeshikilia na kuongoza Uislamu ndani ya ile nchi uweze kunyoka sawa na vile ambavyo kitabu cha Uislamu kinavyowaelekeza. Hivyo basi ilikuwa ni ngumu sana mtu afanye upumbavu ndani ya Iran, na kitu ambacho wa Amerika walikuwa wanataka ni kutoa ule uongozi ambao ni kumtoa yule kiongozi wa Uislamu ndani ya Iran na kutoa wale ambao ni kama ama walikuwa wanaona kama vibaraka wake ndani ya Iran. Lakini sasa kitu ambacho alikosea ama kitu ambacho hakufanikiwa ni baada ya kwamba mtoto wa Ayatollah huyu alimuacha na bado yuko hai alhamdulillah, na kwa sasa yeye ndio kiongozi wa Iran. Amesingiziwa mauti, amesingiziwa ya kwamba yuko kwenye situation ambayo ni mbaya, akasingiziwa kwamba siku zake ni leo au kesho atafariki, lakini Mwenyezi Mungu bado anaendelea kumkinga na kumlinda na kumpa uhai na uzima mahali ambapo yupo, na amekataa kabisa kujitokeza hadharani kwa sababu yajua wazi kabisa Muamerika na Muisraeli hawapendi kabisa uweko wake yeye, kwa sababu anajua wazi kabisa endapo mtoto wa Ayatollah aliyefariki
akiendelea kuwa kwenye ule uongozi ndani ya Iran, basi yale mapinduzi ambayo mapinduzi ambayo Amerika walikuwa wanayataka kamwe kabisa hayatotimia. Na ndio kitu kikubwa sana ambacho wanampigia Muiran mpaka sasa, kwa sababu wanajua wazi kabisa Muiran ako vizuri na Muiran hajategemea mtu yoyote, na Muiran ako na ile jeuri ya kwamba yeye ni mtu wa la ilaha illa Allah na anategemea Mwenyezi Mungu tu peke yake. Hakuna mtu mwingine wa kuabudu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu, na yeye hatafuti msaada mwingine kokote isipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na yeye mwenyewe pia Muiran pamoja na serikali yake, mzee ambaye alikuwa ndo kama kiongozi ambaye alikuwa amepiga miaka karibu 80 huko, ambako amewashinda umri wale ambao ni viongozi wa nchi za Kiarabu katika, kama let's talk about Saudi Arabia, UAE, Abu Dhabi kule, let's talk about Qatar, let's talk about Oman, let's talk about Bahrain. Wako ni nchi ambazo ziko na viongozi ambao ni viongozi bado ni vijana tuseme, ama bado wanajiweza, si kufananisha na huyu mzee, lakini imani yao, ama kama hatutaingilia imani yao, basi tuseme misimamo yao ni dhaifu, kwa sababu wameruhusu ndugu yao ambao ni nchi jirani yao iweze kupigwa ndani ya ardhi zao hao wenyewe. Ndio maana Muiran naye pia vile vile akawapa tahadhari watu wote ambao ni kama majirani zake, wale ambao wamemzunguka nchi za Uarabuni, akamwambia kwamba yeyote atakayeruhusu Mwamerika ama Muisrael aweze kunipiga mimi Muiran kwenye ardhi yake, basi mimi nitapambana naye. Walipodhani ya kwamba ni mchezo, pindi tu Muiran alipolipuliwa siku ya kwanza, siku ya pili, Muiran naye pia vile vile akaanza kulipua ndugu zake ambao ni majirani zake. Na kwa sasa wamesema kwamba kitu ambacho kitafanya peke yake Muiran asiweze kuendelea kulipua zile nchi za jirani yake ni pale ambapo nchi za Uarabuni zote zitakataa ubalozi ama zitakataa kumiliki balozi zozote za nchi za Uingereza ama nchi za Israel, nchi ya Amerika. Na cha pili ama oda ya pili ambayo Muiran ametoa kwa majirani zake ni kwamba wasiruhusu kambi yoyote ya kijeshi ya Amerika iweze kuwa ndani ya nchi zao, na nchi yoyote ambayo itaruhusu kambi ya kijeshi iweze kuwa ndani ya hiyo nchi, ndani ya bara la Uarabuni, basi Muiran atadili na hiyo nchi vile ilivyo. Na kwa sasa Muiran ameona sasa asishambulie tena zile kambi za majeshi, isipokuwa sasa Muiran ameanza kushambulia miundo misingi ya kibiashara ya nchi jirani zake kama nchi ya Qatar na Saudi Arabia, ambapo ameanza kupiga ile mitambo na makampuni ya kutengenezea mafuta na kutengenezea gas na kutengenezea energy ambazo ndo wanatumia muhimu zaidi kwa sababu ya kusambaza duniani ama kusambaza sehemu tofauti kwa minajili ya kutafuta makoto. Ndio vitu ambavyo Muiran kwa sasa anavilenga na kuvilipua na kuviharibu kwa zaidi sana. So ladies and gentlemen, hapa kwa KG Chipande tunaomba tu iwe heri na vita hivi viweze kuisha na hali irudi shwari kama kawaida.